Michael Mzonganzila, askofu wa Jimbo Katoliki Musoma, Mheshimiwa na mpendwa Padre Paulo Vumilia, chaplain wa nyumba hii ya huruma, Mheshimiwa na mpendwa mapadri wote, Mheshimiwa na mpendwa sana mama mkuu Teresia Bureta, pamoja na washauri wako wote mnaomaliza uongozi leo, Mheshimiwa na mpendwa sana mama mpya Sister Dr. Mayola, na washauri wako wote mnaopokea uongozi wa shirika leo, Mheshimiwa na mpendwa sana mama provincial wa province ya Mashariki Magharibi, pamoja na Mheshimiwa mpendwa sana mama provincial wa province ya Magharibi Mwanza, na washauri wako wote, wapendwa watawa wote wa shirika hili la Bikira Maria la mama wetu wa Kilimanjaro, na mashirika mengine yote ya watawa mlioko wa kiume na wa kike, wapendwa wageni wetu kutoka katika familia na sehemu mbalimbali mliofika kusali pamoja nasi siku ya leo, vijana wetu wa vyombo vya habari mbalimbali mlioko hapa, na wengine wote wenye mapenzi mema. Tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Katika Kristo sikilize na tufanye yote upya. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Wapendwa katika Kristo, tuko kwenye misa hii takatifu ya kumshukuru Mungu kwa kupata uongozi mpya, na leo unasimikwa. Lakini tunaenda mbali zaidi. Ni misa ya kumshukuru Mungu kwa ustawi wa shirika hili la bibi wetu wa Kilimanjaro, ustawi uliopo unaofurahisha kanisa, na tumekuja kumwomba tunapomshukuru kwa zawadi aliyowajalia wanaomaliza uongozi leo, wakaweza kusafiri salama, wengine kwa miaka 6, wengine kwa miaka 12. Tunapomshukuru kwa neema, kwa baraka, kwa zawadi ya uvumilivu aliyowajalia, wakaweza kusafiri hadi siku hii ya leo, wanapokabidhi uongozi wa shirika kwa wengine, tunaingia hapo kumwomba tena kwa namna ya pekee kabisa awachukue na kutembea pamoja nao uongozi mpya unaosimikwa leo wa mheshimiwa na mpendwa sana mama Sister Dr. Mayola pamoja na wenzake. Wafundisha watu namna ya kumita, sio tena Dr. Mayola, ni mheshimiwa sana Sister Dr. mama mkuu. Sasa mkishinda lazima kuipange, maana sijui ni sifa, sijui ni majina, myapange vizuri, usije mkakatikati. Lazima awe na yote, na yeye ajipange, ajue namna gani ataongoza shirika alivyopambwa na Mungu na kanisa lilivyompamba na shirika lake. Sio Mayola tu, ni mheshimiwa sana Sister Dr. mama mkuu, na ushauri wake tumekuja kuwaombea kwa dhati kabisa, ili uongozi wao uweze kuwa wa furaha, wa amani na ufanisi, uweze kuwa na matunda mengi mema, hata kuliko ule wa mama Teresia Bureta na wenzake, kwa sababu zawadi za Mungu zinaongezeka
katika kanisa na katika ulimwengu tunaoishi, ni kwa nini asifanye vizuri zaidi? Ndiyo tunakuja kumwombea pamoja na hao ndugu zake, wapendwa wake, mama msaidizi na wenzake wote. Tumekuja hapa kumshukuru Mungu anavyoonyesha upendeleo wa pekee katika shirika hili. Shirika hili linazo zawadi nyingi za kimungu, za kiutu, za kikanisa. Na nimeona lilo somo ambalo mmechagua mwenyewe, Mtakatifu Paulo anaposema kwa Wakorintho, katika kila jambo Mwenyezi Mungu amewatajirisha sana. Nimechagua vizuri sana masista, sipini masista waliturujia, ndio nipelekea somo hili. Hongereni. Nimechagua somo hili. Katika kila jambo Mwenyezi Mungu amewatajirisha sana, hivi kwamba hamkupungukiwa na jambo lolote muhimu. Na tunapoligeuza sasa somo hili, tuliangalia hili shirika la masista bibi yetu wa Kilimanjaro. Muko hapo. Tusiangalie tu uongozi wa mama Sister Teresa Bureta na washauri wake, lakini tuliangalie shirika katika upana wake, katika uhalisia wake. Shirika hili Mwenyezi Mungu amewatajirisha sana, hivi kwamba hamkupungukiwa na neno lolote, jambo lolote muhimu ambalo mlipaswa kuwa nalo mukapungukiwa kabisa, na mnapojiona sana katika maeneo yote, hivi kwamba hakuna jambo lolote ambalo mnaweza kumnung'unikia Mwenyezi Mungu au kumnung'unikia Kristo, kwamba hapa mbona mmetuacha hivi wakavu? Lipo masista, lipo? Alipo. Tumpe Mungu sifa na utukufu. Mwenyezi Mungu amelistawisha sana shirika hili, amelipamba sana, amelipamba kwa zawadi mbalimbali ambazo ndizo zinazofanya shirika kwa pamoja kweli kuonyesha uzuri wa kimungu, kuonyesha uzuri wa kanisa, lakini pia uzuri wa shirika. Si kwamba limekamilika, lakini tunapoliangalia katika ujumla wake, pamoja na kwamba liko katika ulimwengu huu wa malimwengu, bado tunajitahidi sana masista. Mko vizuri. Mmejaliwa kwanza hapa tu, tuanze kwenye mambo ya kawaida. Masista wana afya njema. Kama masista wana shida ya afya, yaani kuna afya njema, mnakula vizuri, na shirika hiyo ni credit. Masista wana afya njema. Masista hawa wote wana karama za ajabu. Nyingine ni karama za kuzaliwa, ni wanaita inborn talents, yani ni zawadi watu wanaozaliwa nazo, si kwamba hata ni za kusoma. Kwenye shirika hili kuna zawadi nyingi za inborn talents, yani karama, zawadi nyingi ambazo zipo tu, wamezaliwa nazo. Mwenyezi Mungu ana sababu zake, lakini pia kuna karama nyingi sana ambazo sasa zimetokana na elimu Mungu na elimu dunia. Elimu Mungu na elimu dunia. Masista wengi wana karama nyingi, wana vipaji, wana maarifa mengi, wameelimishwa na kutayarishwa katika fani mbalimbali, sio za elimu Mungu tu, lakini za kidunia. Mambo mengi hatuwezi kutaja kumaliza. Na hayo yote kutokana na hizo karama zao za kuzaliwa ambazo wamekuja nazo, wanazienda kushirikani. Nyingine zimekuja kutokana na maarifa waliopewa huku, kutokana na elimu dunia, kutoka elimu Mungu kwa elimu dunia. Yaani
Sasa nakuta watu wako vizuri, na hivi sio habari tu kweli ya kuja kusimika hawa watawa. Tumekuja kumshukuru Mungu, maana kama shirika lingekuwa vizuri hatungewapata. Shirika liko vizuri. Kumshukuru Mungu kwa upendo na upendeleo wake kwa shirika hili, ili kwamba kama anavyosema Mtakatifu Paulo kwenye ile somo lake la kwanza, sura ya kwanza mstari wa 3 na kuendelea, kweli hamkupungukiwa na jambo lolote. Mwenyezi Mungu amewatajirisha sana katika maeneo mbalimbali, hata sisi wenyewe tunavyoona. Yani angalia namba, yani tukiacha tabia njema, hapo wagonjwa wapo, jambo la kawaida unaishi duniani, wagonjwa wapo, na tena tulivyo hapa sasa tunawaombea pia wengine walioko hospitalini. Ni wako pia huko, ili wafanye shirika liendelee kustawi. Tuendelee kuwaombea, watolee na mateso yao kwa Mungu, kama sala nzuri, kama wimbo mzuri kwa kufanya shirika lao liendelee kustawi katika nyanja mbalimbali. Lakini kuacha hilo, tuangalie pia masuala ya makozi ya shirika. Shirika linaongezeka sana, si kwamba kuna wazee tu, kuna vijana, tena vijana ndio wamezidi. Kusimamisha hiyo namba ya masista vijana hapa, au shirika lote likaja na wale wengine wakasimama pia, vijana wamezidi. Ni baraka, ingawaje vijana pia na mambo yao. Ni baraka kwa sababu wako kanisani, neema na baraka za Mungu zitaweka vizuri tu, na kwa sababu tena amepata uongozi mzuri, nimaliza kupata uongozi mzuri, na wengine mnakuja na kuwa vizuri tu. Shirika linaongezeka sana kwa namba ya shirika inaongezeka. You are not dry. The congregation is not dry at all. Yaani napoangalia huko Ulaya, napoangalia huko Marekani, napoangalia nje ya Afrika, jinsi ambavyo zawadi ya upadri na zawadi ya watawa, iwe ni wa kiume na wa kike, ilivyokosekana, kulivyo na ukavu mkubwa wa miito ya upadri na utawa. Kweli lazima kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa namba. Ni kweli ni mashirika mengi ya Afrika, ni mashirika mengi hata ya watawa kwa Tanzania, lakini la kwenu liko mstari wa mbele kabisa katika kubarikiwa kwa namba kubwa. Hiyo ni baraka kubwa sana. Yaani unajua kwa sababu labda tumeshazoea shirika mnapokea kama hasa siku ile ya tarehe 2 mnapopata ndio mnaingiza kabisa wanakuwa watawa. Kwani ungepaswa kwa usiku mzima kwa kupata hiyo zawadi. Lakini tumeshazoea tumeshakuwa tunaendalala. Kwani ungepaswa kwa usiku mzima muongezea, kwa sababu wao ni tayari wanaenda shambani, wanapelekwa katika uwanja wa utume kwenye kanisa la Mungu. Ni zawadi kubwa sana inafikia kwenye kanisa. Na tena wanapofanya tena zile nadhiri za kwanza, sisi hapo wanasifanya. Yaani hapo kweli tungepaswa kushukuru sana. Maana tumeongezewa sasa sisi zawadi kwenye kanisa. Na hamkituandika pia sisi mapadri na maaskofu kama kuna zawadi ya namna hiyo, na sisi tunapaswa kuingia magotini pamoja nanyi. Tumshukuru Mungu. Anakuja kwetu kutusaidia katika utume. Anakuja kwetu kusaidia katika uwanja wa utume ambao ni mpana sana. Na tunavyokwenda tunazidi kuwa mpana na mgumu sana. Lakini wakati mwingine tunafikiri kwamba kwa nini tusiongezewe? Sisi wewe ni nani? Ni upendeleo kwa Mungu Mwenyezi. Lakini tuangalie hiyo namba. Lakini pia tuangalie hata hizo karama mbalimbali ambazo tumezitaja. Hizo ambazo ni za kuzaliwa na nyingine ambazo zimekuja kutokana na
na kuundwa na kuundwa kishirika, yaani kuwa vizuri zaidi katika elimu Mungu na katika elimu dunia. Yaani waliotaisha ni wengi, yaani kwenye fani mbalimbali hivi kwamba huwezi hata kufikiria kwamba masista, yaani masista ambao ni wanawake wanaweza kuchukua kwenye hizo fani, lakini wapo mpaka kwenye umeme, hapo kwenye umeme, yaani wanaweza kufuka umeme hapa, unaweza kuharibikia, unahangaika paroko, unahangaika mambo. Kwa kweli una mtu kufikia, kumbe kuna sister hapo amesomea hivyo vizuri tu, yaani anaweza kulala usiku mzima anafanya hiyo kazi. Hiyo ni baraka kubwa sana katika ulimwengu tunaoishi sasa hivi. Yaani vipaji ni vingi na fani ambazo hawa watawa wanazo ni nyingi, lakini pia tuangalie maeneo ya utume. Wanafanya utume kwenye sehemu nyingi sana, sio Afrika tu, hata nje ya Afrika. Wako Marekani, wako katika bara la Ulaya, wako sijui kama Australia wameshafika, lakini watapenda tu, maana sasa namba ni nzuri. Tutapenda watu niende huko Australia, pia iende huko China. Sasa kweli hii ni zawadi kubwa kweli. Wako sehemu mbalimbali, sio mahali pamoja tu. Yaani wengine hapa wapo, yaani hata robo ya iko hapa, wako huko kazini huko kwenye maeneo yao. Tuendelee kuwaombea wafanye vizuri. Sasa hii ni baraka kubwa sana, ni ustawi wa hali ya juu wa shirika. Lakini tuangalie pia mambo mengine tena ambayo yanatufanya kwa kweli tuone hadi hapa, jamani, hawa masista tunapoangalia katika swala la kujitegemea na kulitengeneza shirika lisiwe omba, mulitunze shirika, yaani kwa Kiingereza naita ni economic sustainability, yaani kulimaintain shirika lisihangaike. Hata kama tutakosa ufadhili kutoka Marekani na kutoka Ulaya huko, shirika liende muko vizuri hivi kwamba wakati mwingine mimi napoongea sehemu nyingine naogopa wakaja hapa na waambia nendeni mkajifunze kwa watawa. Nendeni mkajifunze kwa watawa mbalimbali hapa Tanzania, wakiwepo watawa wa huruma, yaani wana shine katika swala. Watuko vizuri katika swala la kujitegemeza. Hamjamwacha Yesu, mnasali, mnapata neema za kujitupa huko kwenye hayo maeneo ya kutengeneza kanisa, kutengeneza shirika lisiwe omba. Hakuna kitu kibaya kama shirika kuwa omba, lakini mko vizuri hivi kwamba yaani hakuna yaani msesienyo maana yake ni kukaa hapo kwa uhakika kwamba you are sustained. Kuna mahangaiko, yaani hakuna mahangaiko ya kusema tutakula nini, nitavaa nini, tutalala wapi, tutasoma wapi. Yaani you are sustained, yaani mko hapo. Hilo jambo ni muhimu sana, hata kwenye kanisa la Afrika sasa hivi. Na lazima hata tujifunze kwenu, mnafanyaje mnaweza kulisustain shirika hivyo. Na tena kuna alama za kuonyesha kwamba hata kesho na kesho kutwa mjaka wenyewe mtakuwa hata mnasaidia, mtakuwa ni misho huruma. Mtakuwa mnaandika misho huruma, tunaomba huko mnatupelekea hapo kidogo, yaani tunatupelekea 25-50, tunalalamika kweli. Mapadri tuache utani. Kama sister mimi nawajua kwa sababu niko huko ndani nafahamu mambo mengi. Kweli muko vizuri. Economic sustainability, yaani hata kiuchumi tu, kujiweka katika nafasi ambayo mnaweza kwenda mbele tu na yaani mlio nayo, yaani muya sustain ili kanisa lianguke na ile shule Maria Goretti isianguke, yaani na makandidati waendelee kula vizuri, na hiyo na wanofisi
waendelee kula vizuri, na tena wasome mpaka chuo kikuu, waende Ulaya, Marekani, waende huko India. Yaani muko vizuri, mmejiweka vizuri, na hili linakuiga kama tuko kwenye kanisa la Afrika, kanisa la Tanzania, hili la kujifunza. Tusiogope kujifunza, lazima tujifunze. How do you go about? What do you do? Nasema wanawake hawezi kuongoza, ni wanaume wanaongoza. Lakini kwa kweli, unfortunately, kwa bahati mbaya, yaani mnaongoza wanaume. Mimi najiuliza, yaani masista wana shule nzuri namna hii. Ukienda hapa, ukienda kule, ukienda kule. Sasa mimi nifanyeje na shule nzuri kama hii? Ni kwa nini sio na shule nzuri kama hii hapa jimbo? Kwa hiyo ni mahali pa kujifunza basi. Mimi najifunza kwenu. Najifunza. Wakati mwingine naongea na administration huko ofisini. Yaani hapa tena nimeona hata sister moja hapa, hakuna sababu ya kuficha. Kuna sister moja hapa ni provincial wa Precious Blood. Sasa amefanya kazi kwa kule Kahama, iko vizuri. Sasa ni provincial. Tulikuwa namtania leo, umekuja hapa kusaidia, yani kuombea wanaosimika, na wewe ujiandae kwa mama mkuu. Lakini ukienda ile shule yao pale Arusha, ni wanawake, ni mahali pa kujifunza, ile shule ya sekondari. Yaani hakuna uchafu, ukiangalia tu library ilivyo ni extraordinary, imejengwa kisayansi. Kisiku hizi mnapata wapi hizo fedha? Precious blood. Kwani ni kusali tu ama kuna magic fulani jamani tunayofanya na sisi wanaume tuige? Ni kwa nini hatuendi sisi? Sasa hapa ni mahali pa kuiga, na sisi mapadi tusiogope kujifunza. Mimi kwanza nikijifunza kwa wakina mama ndio nafurahi. Si ndio mmetuzaa? Kwa hiyo mtufundishe kila kitu. Kwa nini mtutuzaa kama mtufundishe? Kwa hiyo tusipokuwa vizuri mtaaibika nini? Mimi siogopi kujifunza kabisa, hata kwenda kumwomba mama mkuu na kuomba unipatie sister huyu tu anisaidie katika fani hii, kwa sababu najua tutakwenda. Kwa hiyo mimi kwa kweli mnanikuza sana watawa katika hili. Lazima tuliseme tena na tena, kwa sababu ulimwengu tunaoishi. Alafu mimi kweli naona kabisa, hata leo nikiambia milango yote imefungwa ya kupata misaada kutoka sehemu nyingine, yaani mnasonga mbele tu as if nothing has happened. Sasa hapo ndipo kusimama kishirika. Hapo ndipo nyimbo kusimama. Unasema, yaani wanipe wasinipe, mimi nasonga mbele pamoja na Yesu. Nasonga mbele pamoja na Yesu wangu. Sasa hiyo ni fadhila kubwa sana. Kwa hiyo sio leo kwamba tu kweli tumekuja kuwashukuru hao waliomaliza uongozi mzuri walivyoendeleza hiyo karama ya kulifanya shirika liweze kusimama vizuri katika nyanja zote. Nyanja za kiroho, nyanja za kimwili na za kujitunza, economic sustainability, kutunza vitu ambavyo tayari vipo visianguke, lakini kwenda mbele zaidi. Yaani hapo tunapokuja kuwashukuru wale wanaomaliza na kuwaombea hawa, tunamwomba Mwenyezi Mungu karama hizi ziendelee. Karama hizi za kanisa ziendelee. Ni za kanisa, lakini pia ni za jamii. Maana wanaofaidi katika yote ni jamii, katika jamii mnayoishi, na tunayoishi. Haya mashule yote, hospitali yote, wanaofaidi ni jamii. Kwa hiyo mko kwa ajili ya Mungu, lakini kwa ajili ya jamii ambayo imewazunguka. Na hii ni baraka kubwa sana kwa jamii inayokuwa na watawa namna hii. Ni lazima wamshukuru Mungu sana kwamba amekutana na watawa namna hiyo. Sasa tunaposema kwamba mkiwa na chochote, si kweli. Ukijaribu kuchukua maneno ya Mtakatifu Paulo kwamba Mwenyezi Mungu amewatajirisha nyinyi wa Korinto kwa katika nyanja zote, hivi kwamba hamna lolote mmepungukiwa. Kweli na nyinyi mmechagua somo zuri sana, na nyinyi inawatia matumaini ya kusonga mbele. Maana mko katika kuhangaika, mko vizuri hapo katikati na mnakwenda juu. Sasa
tunakuja kuwaombea mwende juu zaidi, mwende juu zaidi, na mnapoenda juu zaidi, Kristo aendelee kutukuzwa na kupata sifa. Hapo ndipo tunapoomba pia tusije tukaibiwa na yule mwovu, tukachukulia mwelekeo mwingine. Mwelekeo ni wa Kristo, katika yote ni Kristo, ili Kristo apambwe. Hayo yote yampambe Kristo. Kristo aendelee kupata sifa na utukufu kwa uwepo wenu, kwa huduma zenu na juhudi zenu nyingi za usiku na mchana. Hilo ndilo tunalomuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwamiminia siku ya leo. Sasa tunakuja kwenye kusimika uongozi, na uongozi leo mtaapa kwamba kweli mtaongoza vizuri, sije mkalete mambo yenu. Yaani mfanye shirika liendelee kwenda mbele. Ni uongo hamwezi kufanya mtu atakatifu, haiwezekani. Yaani mpaka shirika liwapate tu, yaani wamesaji na mmekuja. Sasa tumekuja kusimika uongozi wa shirika siku hii ya leo. Ni siku ya pekee sana kwenye shirika. Tunashukuru na tunaendelea kuwaombea. Ni siku ya pekee sana. Hapa ninapenda pia nitoe shukrani za pekee. Yaani ni mojawapo ya zawadi hizo za uongozi, jinsi ambavyo ukiona vyaelea kwa kweli. Yaani mimi sikuwa nimefahamu kwamba mmeshaandaa viongozi. Mimi nahangaika tu kama nitakavyowaeleza, nilikuwa nahangaika tu na mambo ya kawaida, kumbe hii nimeshamaliza. Maana kwa sababu gani? Mmesali kwa muda mrefu kwamba uongozi. Mmesali, kumekuwako na semina mbalimbali za kuelimisha nini maana ya hicho kitu tunachokiendea, uchaguzi mkuu. Yaani mmeandaliwa vizuri mno. Namshukuru sana Mama Teresa Bureta anavyohangaika tu na huo mwaka wa maandalizi. Kweli unaona anaona kwamba hapa kuna kitu kizito cha kanisa na cha kijamii kinachokuja, ni lazima kiandaliwe. Yaani kuna kusali, yaani mahali popote mlipo, huko mpaka huko Ulaya, huko Marekani, kuna semina, lakini pia kuna kufunga, lakini pia kuna mafundisho mengine ambayo mnapeana huko. Sasa mmeingia kwenye uchaguzi. Kweli uongozi umekuja si kwa bahati mbaya, ni kutokana na maandalizi yenu mazuri. Sio kwamba mmeshtukia mkapata uongozi. Tena huko ndani tu, jinsi mnavyojelewa na shirika, kumbe mlikuwa mmeshauchagua, na mimi nahangaika tu pale na wanadamu. Kumbe mmeshamaliza. Sasa mmechagua somo nzuri sana la Injili. Ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, pigeni hodi mtafunguliwa. Kweli hilo mmefanya, na pale mwishoni anamalizia kusema kwamba Mungu atawapa yaliyo mema. Roho kule kwenye Injili wengine kama kwenye Injili ya Mtakatifu Luka amemalizia vizuri zaidi, amesema Mwenyezi Mungu atawapa zawadi nzuri, atawapa Roho Mtakatifu. Katika maandiko matakatifu, Roho Mtakatifu ndiye zawadi ambayo ni the highest, ni zawadi inayong'aa. Hakuna tena kitu ambacho Mwenyezi Mungu anaweza kutoa, wala jumuiya inaweza kutoa kama kutoa Roho Mtakatifu, kuombea Roho Mtakatifu. Lakini kwenye Mathayo anasema Mwenyezi Mungu atawajalia yote yaliyo mema, na mmesali amewajalia uongozi ambao ni matunda ya kazi yenu. Wamekuja hapa wanatangaza kwamba Mwenyezi Mungu anasema nimewajalia yote yaliyo mema. Ndio mnayowaona hapa, kwa sababu najalia yote yaliyo mema. Mmesali, mmeomba, mkatafuta, mkapiga hodi kwa namna zenu mbalimbali, mkafikia hapo kwenye uongozi ambao kwa kweli kwenye mkutano mkuu ambao kwa kweli ulikuwa umeandaliwa kitaalamu na ulikuwa na sifa zote za uchaguzi mkuu. Sasa kwa vile mmefanya hivyo, Mwenyezi Mungu amewapatia yaliyo mema, amewapa uongozi ambayo kwake ameona ndio walio wema watakaochukua jukumu hilo la kuongoza shirika tena kwa miaka 6 hata 12. Hapo kuna kazi. 12 kabisa, ni kitu kizito
Yaani kweli hawa Mama Teresa, mimi nafahamu Mama Teresa Bureta alikuwa anakuja kule Kahama, alikuwa ile miaka ya kwanza pamoja na mama msaidizi. Kweli yaani tangu kule mpaka nihame Kahama, nimekuja tena huku nimekaa mko kwenye uongozi tu. Hongereni sana. Hongereni na poleni sana. Sasa ndio mnaanza nyinyi hapo. Wakina mheshimiwa napendwa sana. Sister, Dr. Mama Mkuu Mayolo. Ndio mnaanza hivyo. Hatufahamu yaliyo mbele ya Mwenyezi Mungu kama mtagonga pia 12 kama Mama Bureta na msaidizi wake. Tusitaka mapenzi ya Mungu yatendeke. Mapenzi ya Mungu tu. Mapenzi ya Mungu tu. Basi sisi tunachokiona leo kwa kweli ndicho ambacho Mwenyezi Mungu amewapa shirika kutokana na sala zenu na matayarisho yenu yaliyokuwa ya hali ya juu. Ndiyo, si kwamba ametokea tu. Mimi sasa niwaambie tu kitu fulani. Mimi nimekuwa mwanzoni kwa sababu ya nafasi tunaitwa askofu jimbo, nifanye askofu jimbo, lazima ufanye askofu jimbo, lazima ingie askofu jimbo. Basi unafanya tu utafanyaje sasa ni askofu jimbo? Lazima afungue mkutano kwa askofu jimbo, lazima asimamie uchaguzi askofu jimbo, lazima asimike askofu jimbo. Yako ni mwaombe maaskofu. Sasa mimi nilipofungua uchaguzi hiyo sio siri, maana kuna kule walikula viapo siku ile kule ndani kwamba wasitoe siri za mkutano mkuu, lakini hiyo sio siri kwa sababu ilikuwa katikati ya mafundisho tunawaambia kwa kweli na ni vitu vya kanisa. Nikawaambia kwa kweli tunapofika kwenye katika kanisa Katoliki, tunapofika kwenye swala la uongozi, yaani yoyote anaweza kuchaguliwa. Yule ambaye wanachama wanaona kwamba baada ya matayarisho, tumesali, tumetafakari, tumeangalia shirika, yani tunaona kwamba ni huyu. Yani kila nafsi, si kwamba wanaambiana, kila nafsi kila nafsi inakuta tu imeshasema ni Mayola. Sasa yani wanakuja hivyo. Sasa mimi nikamwambia pale, sasa kwa sababu mnafahamu kwamba Sister Dr. Mayola ni daktari wetu kule Kilema. Yaani kweli nimefanya naye kazi vizuri sana. Mimi nilikuwa namuombea kila siku huko Dar es Salaam amalize upesi aje, akaendelea na uongozi kule Kilema. Kwa hiyo mimi sikufikiria kwamba angechaguliwa kabisa kwa sababu yani ametoka kule Dar es Salaam ile wiki ile kwenda kwenye graduation mahafali na kupokea sasa yale mavyeti ambayo yamemfanya kwa Dr. Bingwa. Dr. Bingwa sio Sister Mayola tu, sasa amekuwa ni Sister Dr. Bingwa. Sasa alikuwa ende Kilema akae na hapo mimi ndio naangalia hospitali zote. Kweli sikufikiria mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi nilikuwa natoa ile mafundisho kama askofu wa kanisa, nikieleza kanisa linapaswa kufanya nini, kwamba katika swala la uongozi yoyote anaweza kuchaguliwa, hata kama yuko mahali gani, hata kama ni profesa anafundisha chuo kikuu Gregoriana, akishachaguliwa tu na shirika ni lazima aache. Nikasema the leadership in the Catholic Church is the priority, no question, is the priority. Yani mimi kumbe nalimaliza mwenyewe. Maana mnavyofahamu mapadi, iwe ni mapadi, iwe ni watawa, iwe ni malei, uongozi ni kitu bora sana. Ndicho kinachotufanya tusiende mbele. Uongozi ni karama ya Mungu, ni zawadi ya Mungu. Kwa hiyo tunahitaji uongozi. Ndio maana kanisa linasema it doesn't matter what you are and where you are. Hata kama wewe unafundisha wapi, umekamata chuo chote, umechaguliwa sasa kuwa askofu, umechaguliwa kushika shirika, ni mama mkuu au ni mwanamume amechaguliwa, ni lazima unaondoka. Ni lazima tu. Nikasisitiza kwamba yani mpaka nikaongea Kiingereza kwamba leadership in the Catholic Church, leadership is the priority. And all other things will come later. Leadership is the priority. Sasa ndio hivyo tukaenda, mimi nikarudi nyumbani, wakaendelea vikao vyao miezi hapo, nikaenda siku ya uchaguzi kama kawaida, tumesali na akaja askofu mtaalamu wa mambo ya sheria, mwasha baba askofu mcha Mungu
amepelekwa na kanisa kusimamia mambo hayo mazito. Mimi nikaambia kazi yako tu ni kuangalia kama mambo yanaenda vizuri, na keti pale mbele. You are the chairperson of the election. Nikaketi pale as the chair of the election. Sasa mambo yalivyoanza kwenda, nikaona haiwezekani. Kwa kweli pale nilikuwa na mfu, nikatoka jasho. Nikaona tumeshachukuliwa dokta. Sasa lakini nikasema Dr. Mayola, Sister Dr. Mayola, kwa jinsi ndivyo ametoka Dar es Salaam wiki iliyopita na mabeti yake ya Dr. Bingwa. Sasa pale ni lazima aseme kitu. Wala waseme jamani, wale wagonjwa wangu jamani. Wale mtaswali wale wagonjwa wangu yani watakufa jamani, haya mabeti tayaweka wapi sasa? Yani sasa tumefika pale, tunafikia mahali ambapo unaulizwa swali. Je, unakubali Sister Doctor sema akakaa, yani mimi nikafikiri pia nikaogopa, nikasema ukuta ameshatuacha. Akawa mdogo kabisa pale kwenye deski. Akawa mdogo, tumekaa sana dakika nyingi. Baadaye akasema mapenzi ya Mungu. Basi pale ikawa mama mkuu amepatikana, yani watu wamefurahi pale, mama mkuu akiwa wa kwanza amezungukwa pale. Nikasema is it true? Kwa hiyo sasa ni kwamba uongozi umeandaliwa. Mwenyezi Mungu amewapa yaliyo mema shirika. Yaani na wote wamekwenda hivyo, mama msaidizi wote wameondolewa kwenye nafasi ambazo hatukuwa tunatazamia. Maana wanapotazamia mama msaidizi naye ni mtaalamu wa mambo ya hospitali. Huyo mwingine naye anafundisha chuo kikuu kule Mwekao. Mwingine naye ni matron kule Kibosho. Mwingine yani wote wametoka kwenye nafasi ambazo unasema sasa si kuna watawa wengi jamani. Shirika lina watawa wengi. Kwa nini tu wasiwaache wao tu kweli? Sasa Roho Mtakatifu ameshaongoza. Na kwa vile mmesali, Mwenyezi Mungu amewapa kilicho chema. Huyo ambaye alikuwa anasema the church says that leadership ni priority, lakini akawa anawaza kwamba kuna wengine hawataguzwa, ndio akaweka pembeni. Sawa, lazima tukubali mapenzi ya Mungu. Yaani nikasema huwezi kusema ni kwa nini nilifundisha hivyo. Askofu lazima kwenye kikao kama hicho kufundisha mambo mazito, na mimi nilikuwa najua kwamba sitaguzwa, nikaguzwa vibaya sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kinachonifurahisha, narudi kwa mapenzi ya Mungu. Yaani wote waliochaguliwa wamesema wametoka. Yaani kwa mfano kama mtu anafundisha chuo kikuu kweli Mwekao, alafu anachaguliwa. Sasa mwingine ni matron, lakini hakuna hata mmoja aliyesema yani mimi naomba kwenda kusali au kutafakari. Maana waliona pale kwamba sasa ndio sauti ya Roho Mtakatifu. Na baba askofu nani mwanasheria mcha Mungu mara nyingi alirudia, atazunguka kule ndani kule, anasema jamani, nimekubali mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu yuko kazini. Msiache kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Sasa hiki kitu masista baadaye niambie kiliwakuza sana. Wamesikiliza sauti ya Roho Mtakatifu na yale mafundisho yote yalikuwa nawaambia juu ya leadership. Hakuna hata mmoja. Mmoja tu alisema anaumwa. Ikaja akaambia kwamba yaani hapo kuumwa tunakufahamu, sio sana. Unaweza kuwa kiongozi. Akanyamaza, akaketi kimya. Na akachaguliwa yuko hapa. Sasa mmepata kilicho bora watawa. Mmepata kilicho bora. Maeneo mengi tumebaki katika mahangaiko, lakini bado tunarudi kwa mama mkuu. Tumwambie tu kabla ni mtaalamu wa mambo mengi, kwa mama mkuu anayesimikwa, angalie kote pia. Kote ni kwako. Wewe ni mama. Umezaa kote, yani angalie kote. Pamoja na mama mkuu sipati tu huruma. Angalia kote. Na kule kilema pia uende huko. Angalia kote, wewe ni mama. Yaani lazima uguzwe tu, kila na mtu na ukubali. Utakuja majibu marefu, utakuja majibu watu wafupi, yani mama. Yaani msikubali kusema kwamba ni hapa nyumbani tu, ni sawa. Nyumbani pia lazima tutoe uzito. Lakini muangalie kanisa.
mwangalie pia kanisa kwa macho ya huruma, kwa macho ya kujali. Sasa kule mnamwachia nani? Kule ni kwa Yesu pia, mnamwachia nani? Mama mkuu pamoja na uongozi wako, kwa ile lazima muangalie huku. Sisi tumejinyenyekesha, tumekaa kimya kabisa, tumejinyenyekesha. Nikaenda hata kule tena kwenye misa kumwaga kule kilema, sawa tu, tunamuomba tena, mama usituache, siki kama itakuaje, lazima tujinyenyekeshe chini ya mapenzi ya Mungu kama waliofanya. Mimi kwa kweli nilisema kwamba Dr. Mala atasema neno tu, aseme yale mapenzi aweka wapi? Taweka wapi tu? Yaani unajua uongozi, yaani kwa mfano watu hawa wanafundisha, watu wanafundisha huko Mwekao. Yaani haya mambo ya nyumbani huko kwa kweli wamesha ni imebakia sala na roho ya shirika. Lakini mambo mengine wanafikiria tu sije fani zao. Mara moja unamwambia sasa wewe umerudishwa hapa. Ni wanashirika lazima kutii. Na ni sauti ya Mungu. Wameomba na Mungu amewapa kilicho chema. Na sisi wengine ambao tulikuwa tunafikiria kwetu, lazima tukae kimya na tuinamishe vichwa katika mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu lazima yaheshimiwe. Roho Mtakatifu lazima yaheshimiwe. Kumbe ndugu zangu, nipende kuambia hata nyinyi masista wangu mliochagua hilo somo, mmechagua somo zuri kweli. Tumesali, tumeomba, tumetafuta, tumegonga kwa namna mbalimbali, na Mungu Baba hatimaye akasema siwezi kwenda kinyume na maombezi ya watoto wangu. Amewapeni kilicho chema. Pale Mwenyezi Mungu aliye mwema, Baba wa mbinguni aliye mwema, atawapeni yaliyo mema. Ndio uongozi hapa. Tumpigie Mwenyezi Mungu makofi.